Usisahau kushare, kusubscribe na kulike. Naam, mtazamaji wa Mwana Mteule, bila shaka hujambo na unaendelea kufuatilia matangazo yetu kutoka hapa Mwana Mteule Media. Karibu sana katika mjadala huu mfupi ambao ni jukwaa la wazi linalonikutanisha na watu mbalimbali ili tuweze kujadili mambo ya kijamii, masuala ya dini, masuala ya mila na tamaduni. Lakini leo nina wageni hapa studio za Mwana Mteule na tutajadili machache kati ya mengi, na utawasikia kwamba wao ni kina nani na tutazungumzia nini, utaelewa mbele ya safari. Ninaye chifu ambaye yeye atatueleza ni chifu kwa namna gani na amesimikwa lini kuwa chifu na ni chifu wa wapi. Bila shaka watu hao umewasikia. Sasa tunataka tufahamu kwamba majukumu yao ni nini. Iwe katika masuala ya kulinda amani, iwe katika majukumu yao wanafanya nini, utafahamu mengi. Karibu sana chifu katika studio zetu kwa mara nyingine. Asante sana. Wewe ni nani, majina pengine watazamaji wetu wanatamani kufahamu? Majina yangu naitwa Francis Kamugisha Barisondole. Ni chifu wa 3 kwenye uchifu wa Karumo wa mzee Erikizanda. Wa mzee Erikizanda. Na kulia kwangu hapa kuna mzee. Karibu sana. Asante sana. Asante. Mimi kwa jina naitwa Ismail Tatara, mzawa, mkazi na mwenyeji wa Karumo, eneo la Kabagombe ambako ndiko makao makuu ya uchifu. Tumekuwa tukisikia kuhusiana na uchifu wa Mtemi Erikizanda ambaye wa Zinza ama jamii ya Wasukuma na wote wanaokaa ukanda huu wa Ziwa walikuwa wakiita Barisondole. Sasa sijajua kwamba ilishindikana kuita Erikizanda wakaita Barisondole, lakini tuanze moja kwa moja kwa wasifu wako na utupitishe hapo ilikuwaje. Karibu sana. Asante sana ndugu mwandishi wa habari. Napenda kwanza ni tambulishe na kufahamisha umma kwanza upatikanaji wa hili jina Barisondole. Baada ya ujio wa babu yangu Erikizanda, alikuwa anatumia jina la Erikizanda Dona Irungu. Baadaye mkoloni akawa ameona ni vema sasa chifu apatikane ambaye anatokana na hawa waumini ambao walikuwa wanahubiri habari njema. Ndio. Baadaye ikaonekana si vyema sasa ndugu Erikizanda Barisondole alikuwa mwalimu wa dini. Baadaye enzi za mkoloni ikapendeza, wananchi wakaomba kwamba huyu mwalimu anatufaa kuwa chifu wetu. Lakini mkoloni akasema ni jambo jema baada yeye sasa kwenda kwenye utumishi wa mambo ya kimila kutoka kwenye mambo ya utumishi wa neno la Mungu, akawa amechanganya vitu vyote kwa pamoja. Sasa baada ya kupewa uchifu akajitambulisha yeye anaitwa ndugu Erikizanda Dona Barisondole. Hili neno Barisondole lilikuja baada ya Wazinza kushindwa kulitamka barabara neno Erikizanda. Wakaanza kutumia namna jinsi
kama ulivyotambulisha Kabagombe, wengine wanaita Kabagombe. Sasa ikawa imeleta mtafaruku kwenye kutamka lile neno Barisondole Elikizanda, ikabidi wakatishe kwamba inafanana na hii Barisondole. Sasa na yeye kwa sababu alivyowauliza kwamba maana yake nini, maana nini, mnaweza mkanipa jina ambalo silijui. Kwa kilugha chingine tunaweza tukasema Barisondole, wao kwenye translation yao wakasema wenye macho, wenye jicho, mnione. Kwenye utawala wake wenye jicho walipomuona ndipo wakaamua kumpa hiyo hadhi ya uchifu. Sawa. Na kwa uzao wewe ni Elikizanda ama Barisondole wangapi kutoka kwa Barisondole mwenyewe? Mimi kwenye uzao ni Barisondole watatu. Barisondole watatu. Wa Utemi wa Karumo. Utemi wa Karumo. Mtazamaji, kabla sijaelekea kwa mchangiaji mwingine, kulikuwa na kwenye eneo hili la tukitaja wilaya Sengerema ambayo kwa sasa ina halmashauri mbili, kwa maana ya kwamba Sengerema yenyewe na halmashauri ya Buchosa kulikuwa na temi tatu ama falme tatu, kwa maana kwamba kwa upande wa Buchosa kulikuwa na mtemi, lakini pia kwa upande wa Busambiro kulikuwa na mtemi mwingine, lakini kwa upande wa Karumo kulikuwa na mtemi mwingine. Ndio huyu leo ambaye tunazungumza ni mzao wa tatu sasa kwenye ule ukoo ama kwenye huo utemi wa mtemi Elikizanda, ambaye baadaye Wazinza walishindwa kutamka Elikizanda, akapewa tu jina la moja kwa moja Barisondole. Na kama ulishawahi kusikia neno hili, asili yake bila shaka umeifahamu. Na hapa kulia kwangu, kabla sijarejea tena kwa mchangiaji na chifu wetu ambaye tutamjua sana kwa undani kwamba aliapishwaje na ilikuwaje, sasa nielekee kwa mzee wangu hapa. Pengine utukumbushe kwamba umejitambulisha nani kwa mtazamaji wetu ambaye anatutizama. Mimi nimejitambulisha kwa jina la Ismaili Tatara, mjukuu wa Masero. Huyu Masero mbona unamtaja? Alikuwa ni nani kwenye masuala haya ya mila na tamaduni? Masero ni mkazi na mzawa wa Karumo, ni mtu asili Mzinza wa Karumo. Ambaye ni Muhimba, ni nani? Mtongere. Ni Mtongere. Mtongere. Anatoka kwenye koya Watongere. Anatoka kwenye. Hao Watongere walikuwa na miko gani? Watongere miko yao na hasa mwiko ni moja tu. Mwiko ni moyo wa mnyama yeyote yule. Walikuwa hawali. No, lakini baada ya muda tena katika shibe za watu wa zamani, basi mke wao katika history ni kwamba alikuwa akitembea wanasafiri, wakakutana na maji yanatiririka kwenye mto. Ghafla mama akapata kiu, lakini ndani ya yale maji kulikuwa na samaki mmoja, huyo anaitwa ana majina mengi, lakini jina linalofahamika maarufu inaitwa Kambale Mamba. Si mamba yule mdudu wa majini, ni Kambale Mamba, samaki. Basi huyo bibie kipindi kile aliona yule samaki anapanua mdomo, na yeye alikuwa bado anachota maji kunywa, akaona ni vizuri basi ainame amchungulie. Basi yule samaki akanasa titi. Akadaka titi. Unajua tena watu wa zamani nguo zilikuwa zikifungwa vifuani tu. Sehemu zingine hizi za mabega mpaka matiti zilikuwa wazi. Kwa hiyo akawa ameuma lile titi. Sasa katika kuuma, huyu bwana aliyekuwa naye akaona la haula, kumekuwa tena na balaa nyingine hapa. Hii safari yetu haitakuwa ya neema hii. Ikabidi sasa yule mnyama au yule samaki wamkate, yani katika kushindana ilibidi lazima liteme lile titi. Na wakati huo basi wakawa wameapiza kwamba sisi hatutakula tena samaki huyu kwa sababu kakiuka taratibu zake, kadaka tena mke. Kwa hiyo ndio maana anasema katika mwiko wetu mkuu ni huo wa moyo wa mnyama yeyote ile. Kwa hiyo kina Nyabatongere ni watu ambao wanatoka kwenye kohi. Kwenye kohi, sawa. Hawa ndio hiyo. Mtazamaji, bila shaka umeanza kusikia kidogo, kwa sababu huko tuko kwenye utemi wa
ukanda wa Wazinza ambao nao ndani yake kuna koo kadhaa, na hili jina kama ulivyosikia huyu chifu ameitwa na Wazinza ambao ndo walikuwa wenye eneo lao. Bila shaka ni hivyo. Na vijiji hivi tunavyovisikia mara nyingi katika ukanda huu wa Sengerema vinatamkwa kwa majina ya Kizinza. Unaweza ukasikia Nyamatongo, sijui Karumo, nini. Yaani ni majina ya Kizinza ambayo yalikuwa na asili yake. Bila shaka siku moja tutapata nafasi ya kufahamu majina hayo yalikuwa na asili gani. Lakini leo tunaye chifu hapa ambaye ndo katukusanya hapa ili tuweze kuzungumza yale ambayo tutapata nafasi ya kuyazungumza. Na labda nirejee kwako sasa chifu. Tuingie moja kwa moja. Uliapishwaje kupewa uchifu kama Elikizanda ama Barisondole watatu kuisimamia Karumo katika utemi, na majukumu yako ni nini? Karibu sana. Asante sana ndugu mwandishi wa habari. Kwanza kwenye utambulisho pale nilisahau kusema mimi ni uzao wangapi kutoka kwa Barisondole. Baada ya utemi kutawala Barisondole, historia inasema alitawala tangu mwaka 1926 mpaka 1953. Ndipo akawa amechoka ile kazi. Akasema si vyema sasa huu muda mimi kulingana na kuchoka ni mkabidhi mwanangu. Nikuwepo mwanae kijana wake anaitwa Francis. Francis ambaye alikuwa ni kijana wake akawa amekabidhiwa kile kijiti, ndipo ametawala. Mwalimu akaamua sasa habari za uchifu kwanza zisitishwe. Huu ulikuwa ni uzao wa pili. Uzao wa tatu umekuja kupita free bila uchifu aina yoyote. Uzao wa nne ambaye ndo mimi mjukuu wa Francis ambaye nilibeba jina na ameamua kunirithisha hadi mikoba yake. Francis huyo wa pili, na mimi nikawa nimepewa jina mwaka 84 pale nimedondoka hapa duniani tarehe 10 mwezi wa 4 nikawa nimepewa jina hilo la Francis. Sasa basi nimepatikanaje? Tulienda kwenye mila na desturi kwamba machifu wanapatikanaje kwenye mila zetu. Mambo mengine mwandishi wa habari huwa mila na mimiko. Unapoenda kuhanwa kule sasa mambo mengine uwezo ukayasema. Mnajua nyewe wenyewe. Ni miko ambayo wazee wangu wanasema ukipewa vingine viko vya kulia chumbani. Vingine unaweza ukala huku natembea. Sasa utaratibu wa kusimikwa nikawa nimesimikwa, nikapelekwa pale ambapo walikuwa nasimikiwa wale watemi wengine. Mlimani siku moja tutaenda. Ukapaangalie mlima mmoja uko karibu na ziwa pale Kabagombe. Nimesimikwa, baadaye nikarudishwa nyumbani kuhanwa. Nilivyorudishwa nyumbani utaratibu ukaendelea, na tayari mamlaka za juu tukazifahamisha. Make nikisema kufahamisha mamlaka zilizo za juu kuanzia kwa mkuu wa mkoa wa Mwanza. Maana hii wilaya iko kwenye mikono ya mkuu wa mkoa wa Mwanza. Vivyo hivyo tukashuka kwenye mamlaka ya wilaya. Tumeenda kwenye wilaya tukajitambulisha kwamba uchifu sasa Karumo imepata chifu. Tukawa tumetoka kwenye hiyo mamlaka ya wilaya tukarudi kwenye ngazi ya chini kwa katibu tawala, katibu tarafa. Tukawa tumejitambulisha hao makatibu watatu. Hii wilaya ili jimbo lina tawala tatu, tarafa tatu, tarafa ya Katunguru, tarafa ya Sengerema na tarafa ya Nyancheche. Mefuata huo utaratibu, baadaye tukashuka ngazi ya
makata wote wanaitwa wadi hawa tumejitambulisha kule, wakatambua kwamba tayari uchifu umerejeshwa. Wakati mwingine tulikuwa tunapata changamoto kwa sababu kizazi cha 4 sasa ni muda mrefu. Wanauliza hii uchifu ni nini? Tunawapa utaratibu. Uchifu maana yake ni kurinda yani ni utawala wa kiasili ambao unalinda mila na desturi na kufuata zile miko. Wakasema basi haina shida. Tumetoka hapo sasa, wenye viti na wenyewe wakawa wamefahamishwa sasa kwamba hili jopo tayari huu utawala umepatikana na umedhibitika, na tukawa tumemaliza utaratibu wa kutambulika na tawala zote zikawa zimefahamishwa. Na ukiwa chifu unaruhusiwa kujiunga na dini yoyote, kwa maana kwamba Muislamu, Mkristo, Mbudha, yani ama ukiwa chifu wewe ni kusimamia misingi ya maadili yale ya mila na tamaduni, mila na desturi, yani mambo tu ya asili, inakuwaje hapo? Kwanza swala la dini, nataka nikueleze mwandishi wa habari, alihusiani na masuala ya uchifu. Kwenye swala la dini ni tawala nyingine. Na swala la uchifu ni tawala nyingine. Lakini utaratibu wote vinaambatana na sheria zilizoko kwenye dini na sheria hizi zilizoko kwenye uchifu ni vile vile. Kwa hiyo ukiwa na sheria zote zinaonyesha na zinajumuisha kwa kutambulisha, kwa kutabanaisha kwamba ukienda kwenye utawala wa kichifu sheria inasema usiue, usiibe, usitamani mali ya mwenzako. Lakini ukirudi kwenye utaratibu wa kidini hizo sheria ziko vile vile. Tunachohitaji ni kuboresha na kuleta usawa wa kila mtu. Ndio. Nitarejea kwako. Mzee, majukumu yako ni nini kwenye huu chifu, kwenye mambo yote ya mila na tamaduni kama alivyoeleza chifu hapa? Asante. Mimi naona kama ulivyosema, mimi ni mzee kweli, na taratibu hizi anazoeleza chifu kweli ndivyo zilivyo. Lakini kwa kuwa sasa chifu kwa sasa hajabainisha chochote kuhusiana na mgawanyo wa majukumu katika eneo lake. Lakini bahati nzuri haya majukumu ya enzi zile, nadhani mpaka sasa kama hayatakuwa na mabadiliko, itabidi yaelekeze huko kwamba kila kijiji kutakuwa na aidha mtu ambaye atasimamia majukumu hayo kama mwakilishi wa chifu, na tarafa au kata, vitu kama hivi vitakuwepo. Na hii ni katika muundo atakaokuwa nao, kwa sababu kila utawala una namna yake. Lakini kwa jinsi ninavyojua mimi mzee, kama mzee ambaye sasa naambatana na chifu, mimi nakuwa ni kama muonyesha njia, kwa maana kwamba huyu chifu asija kafika mahala akapata kigugumizi jinsi gani aende. Mimi kwa sasa wajibu wangu ni huo. Na labda tukirudi nyuma pia ni kwamba kwa kuwa nazijua hizi history za nyuma, kwa huu muda ambao mimi nimekuwa hapa duniani na kuona hizi tawala zilivyo, basi naona imempendeza chifu kunichukua mimi kuwa karibu naye ili nimpe maelezo. Ni eneo ambalo lilikuwa la ustaarabu toka mwanzo. Ni eneo ambalo lilikuwa na kivuko cha kwanza tofauti na Kamanga. Ni eneo ambalo kuna maeneo yanaitwa wapi pale huko mbele kama yuko kwa bandari huko. Hapo ndo kilikuwa kituo cha basi. Tunapozungumza kituo cha mabasi kwa Sengerema tulikuwa tunaizungumza Karume. Tunapozungumza habari za watu wa staarabu ilikuwa ni Karume. Vipi huu utawala wa kichifu
uliingiliana namna gani? Bwana limeleta utata kidogo. Lilikuja kujaje? Lakini ni jina lilikuja tu kwa sababu mzee alivyoniona alijua huyu kijana uzao huyu mbona amekuwa mpevu sana, ni mzinza kweli wa kawaida huyu au basi nikapachikwa jina la Ismaili. Lakini jina la asili lipo linaitwa Dadanaho. Ambalo lina maana gani? Mchezo basi tulijua jina la kizushi. Mzee aliniona matata sana. Lakini mpaka leo wewe unaingia nyumba gani ya ibada? Toka ukiwa kijana? Mimi ni Roman Catholic. Mimi ni Redeemed. Unatembea na jina lako la hili sasa ndio jina ambalo kwanza nimeliona au nimelitambua kabla ya hili la pili. Na hili limedumu kuwepo, lakini pia hata nilipokuwa katika utumishi sikulitumia sana jina hili. Nimetumia jina la kiroho. Lakini hata hivyo kwa kuwa sasa ndio makao yangu hapo mpaka nazeheka naitwa Ismaili. Hebu turudi kidogo hapa kabla sijaelekea kwa chifu. Nimeuliza vipi kwa sababu wewe ni mzee ambaye umekaa muda mrefu, umeikulia hiyo Karumo bila shaka. Vipi mila na tamaduni hizi za upande wa chifu Elikizanda ama Barisondole hazikuathiri chochote kwa mambo ya dini, labda kwamba masuala ya dini huku wakajitenga au masuala ya machifu na wakajitenga kivyao, haiku leta shida yoyote ama ilipofika masuala haya ya uchifu wakaelewana na wakatembea pamoja? Ni hakika kwamba kweli huyu bwana Elikizanda ambaye ni hayati alikuwa ni mtu wa watu, mcha Mungu na kiongozi shupavu. Sidhani kama kulikuwa na kiongozi wa enzi zile aliyeweza kutolewa mfano zaidi yake. Na nakumbuka kipindi kile tulikuwa tuna machifu 7 hii wilaya kabla, tukiwa bado tuna wilaya moja inaitwa wilaya ya Geita. Hii wilaya ya Geita ilikuwa na machifu 7. Kati ya machifu hao miongoni mwao Elikizanda alikuwa ndio chifu, ukimtoa chifu Nzela wa Msalala. Basi alikuwa nafuata alikuwa ni Elikizanda. Kwa nini alifuata kwa taratibu hizo? Ni kwa sababu huyu bwana amekuwa na maono, amekuwa bega kwa bega na serikali za wakoloni na amebuni mambo mengi ili kuitambulisha na kuipeperusha bendera ya jina la Karumo. Na hasa katika tawala wake na eneo la utawala aliyokuwa miliki yeye. Karumo, Chief Elikizanda amekuwa na wageni na watu wa kazi wengi wa aina mbalimbali. Amekuwa na Waarabu, amekuwa na Wahindi, amekuwa na Waislamu, amekuwa na Wakristo wa madhehebu mengi. Na bwana huyu hapakuwa na lolote ambalo lilileta tashwishi kwa raia zake. Kila raia alikuwa na uhuru wa kwenda na kuhitaji dini anayoitaka na mambo mengine yote ya kiroho yalikuwa huru kwake na hapakuwa na bugdha aina yote. Na ndio nitarejea kwako mtazamaji, kama ndio unaungana nasi, hiki ni kipindi maalum na leo nina wageni kutoka utemi wa Karumo na nina chifu hapa ambaye umemsikia, ambaye tukifata mtiririko yeye ni Elikizanda ama Barisondole wa 4. Kwa maana ni kwenye uchifu ule, kwenye utemi ni uzao wa 4. Lakini tukizungumza habari ya uchifu ni namba ngapi? Ni 3. Kwa sababu wametuambia hapo katikati kuna mambo ambayo kidogo Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliona masuala ya uchifu yatulie kwanza mpaka ilipokuja kuruhusiwa, nafikiri kwa ajili ya kuweka mambo sawa. Baadaye mambo yalikaa vizuri, mtiririko ukaendelea. Kwa hiyo amekuja kuingia kwenye mtiririko wa 3. Yeye ni wa 3 katika machifu wa Karumo, lakini kwenye uzao wa machifu yeye ni uzao wa 4. Na hapa nimepata nafasi leo ya kuzungumza naye, na nina mzee Ismaili hapa, naye anatupitisha kidogo kwenye simulizi hii ambayo unasikia anayo yaelezea, bila shaka yana mashiko. Sasa nirudi kwako chifu. Naam. Wajibu wenu ni nini? Nini kazi yako kuu? Tumesikia hapo namna ambavyo uliapishwa. Sasa tunataka tufahamu majukumu yako makubwa ni nini katika jamii, kisiasa, kiutamaduni, ama kwa mambo yote tu kwa ujumla. Tunapotaja mila na tamaduni, siasa, ina maana wewe kuna sehemu ambapo naingia. Nini majukumu yako? Karibu sana. Asante sana. Kwanza
nataka nikuweke wazi. Swala la kichifu aliingiliani na masuala ya kisiasa. Maana swala la kichifu linasimama kichifu. Ukilichanganya na masuala ya kisiasa linagoma. Tayari linagoma, kwa sababu mwanasiasa lazima amuone chifu. Ye apate ushauri, maelekezo na jinsi inavyoenenda. Napenda nieleze kuhusu majukumu ya kichifu. Jukumu la chifu kwanza ni kuondoa migogoro iliyo mizito na migumu ambayo haihitaji kutumia nguvu. 2 ni kulinda rasilimali zote za nchi, kwa sababu migogoro sasa hivi inayotanabaisha sana kuletea watu wasiwasi, ya kwanza migogoro ya ardhi. Chifu kwenye migogoro ya ardhi hana shida yoyote katika kuliondoa hilo. 2, migogoro mizito tena migumu, migogoro ya ndoa. Migogoro ya ndoa haiwezi ikamalizwa na watu tofauti na machifu, kwa sababu chifu anaruhusiwa kuambiwa masuala kadha wa kadha. Hawezi kufichwa na chochote, kwa sababu yeye chifu amejitanabaisha, ambaye anakaa na jamii. Ni lazima hayo masuala yeye ashirikishwe ili ayamalize bila wasiwasi wowote. Kazi ya 3 chifu ni kuwafundisha na kuwaletea watu ustaarabu. Najua unapokuwa mstaarabu, ustaarabu sio kuishi unavyotaka. Ustaarabu ni kuwaona wenzio wanaendana na wewe vile ambavyo wewe unavyoishi. Kukopi tu labda mila hizi za wenzetu, hilo chifu akiliona lazima akuita kuzuia, kwambia hapo umeenda tofauti. Mila zetu haziko hivi. Na msumari wa mwisho kugongelea watu ili warudi kwenye miko. Na utaratibu unapoachwa, huyo kaacha miko. Unapoacha miko tayari umeenda tofauti na mila na desturi ya Mwafrika. Ndio. Na mzee wako mzee Alexander. No, huyu mzee Francis. Mzee Francis Alexander. Mzee Francis Alexander, kwa nini hapo katikati alikuwa kimya mpaka unakuja kuinuka wewe? Ni kama vile alikuwa amekaa kimya sana. Nini ambacho kilimfanya akakaa kimya tofauti na wewe ulivyokuja kuinua utemi huu ama uchifu wa Karume? Mzee Francis ambaye ndo babu yangu, baada ya kukaa kimya muda mrefu, shida kilichosababisha awe kimya ni baada ya kutawala Mwalimu Julius Kambarage Nyerere akaja akatangaza kwamba swala la kichifu sasa limeisha. Unajua, mnapoondolewa ile nguvu, ni lazima uwezi tena ukajiita tunabaisha na kuinuka tena. Alivyo nyamaza vile, alinyamaza hivyo hivyo mpaka akaenda kufariki. Alipokuja kutoka duniani, pakuwa na mtu mwingine sasa wa kulinyanyua hili na atuelekeze, maana tayari huyo ameshaondoka. Imekaa hiyo miaka yote tangia kufariki kwake mpaka tumekuja kupokea taarifa kwamba uchifu umerudi. Unapoambiwa uchifu umerudi, tayari mnapata sasa nafasi ya kushughulikia ile nafasi iliyokuwepo kwenye ukoo wenu, kwamba hii nafasi kwa kuwa imerudishwa tayari sasa tuibuke. Sasa katika kuibuka ukoo na baadhi ya wazee kama hawa wakasema Francis ana vinasaba huyu. Aha. Na wewe ulisimikwa na kina nani? Ni nani wenye majukumu ya kumsimika chifu? Watu wanaosimika chifu kwenye ukoo wetu, cha kwanza ni wazee wa kimila. Wazee wa kimila. Wazee wa kimila kama kina mzee
kama wakina mzee Ismaili na wazee wengine wakimila wanapofika tayari utaratibu unafuatwa. Maana wao wamekuwa zamani wanajua kila kitu. Na mtazamaji, tunaelekea kutamatisha na tunaelekea kwenye majumuisho ya hiki ambacho tunakizungumza. Sasa nirejee kwa mzee Ismaili ambaye ametueleza mambo mazuri kweli, na baadaye nitarejea tena kwa chief kabla ya kufanya majumuisho na kutamatisha kipindi chetu. Ni kueleze tu kwamba mambo haya mazuri yanapatikana na Mwana Mteule Media, na bila shaka kuna kitu ambacho utakuwa unajifunza, na kwa lolote unaweza ukatia maoni yako, yani ukaweka comment yako yoyote hapo chini, sisi tutakujibu katika lolote swali ambalo utahitaji kuuliza, maoni, ushauri, basi unaweza ukaweka hapo ili tuweze kushirikishana baina ya sisi na wewe. Nahodha wa kipindi hiki jina langu ni Peter Maresa. Tukushukuru tu kwa yeye ambaye unaendelea kuchukua muda huu na kutumia kama kitu chenye thamani, kwa maana ya kwamba umetenga muda ili kufuatilia hiki ambacho tunakizungumza. Sasa nirejee kwa mzee Ismaili. Katika maeneo hayo ya Karumo, ikiwa nyie ni wazawa, unafikiri kwamba uchifu umechangia nini katika maendeleo ya taifa ama katika ustaarabu wa taifa letu la Tanzania? Nini ambacho kimechangiwa na uchifu ama utemi wa Karumo, kwamba katika hili uchifu ama utemi wa Karumo usingekuwepo, bila shaka hiki kingekwama? Ni nini? Asante sana. Ni kweli ni kwamba uchifu wa Karumo ni uchifu ambao ni uchifu mfano katika wilaya, na si wilaya tu, nadhani hata mkoa, sikumbuki vizuri, lakini nadhani hata kwenye kanda ya Ziwa ni uchifu ambao ulikuwa umeshamili na umekuwa na kipaumbele sana katika kusukuma na kuleta ustaarabu katika eneo hilo. Moja hii ni kwamba tumepata shule mapema sana. Kabla tumepata shule mwaka 1917. Hizi ni fikra za chifu, na bado watu wameelimika kutokana na wakati huo, ingawa hizo shule haikuwa shule ya kwenda juu sana, ilikuwa na madarasa 8 na hatimaye iliitwaje, ndo middle school? Hapana, ilikuwa ni Karumo tu, ni primary. Ni primary. Lakini baada ya hapo pia tukawa tumepata mkoloni akaona ni vyema kutoka kwenye utaratibu wetu wa nyumba za kawaida za nyasi au kusomea chini ya mti, tukawa tumejengewa shule Karumo Primary School ambayo imejengwa na ni ya serikali, na nadhani shule ya kwanza katika mkoa wa Mwanza kwa shule ya serikali, ikifuatiwa na Bwiru ambayo ilikuwa ni Bwiru sasa tunaita sekondari, lakini wakati ulikuwa inaitwa Bwiru Middle School. Hizi ndio shule za kwanza, lakini pamoja na hivyo hii shule, huyu chifu amefanya kazi kubwa sana ya kuleta ustaarabu katika eneo hilo, akishikana na wazee wake aliokuwa nao katika baraza, na kwa ushauri wa wazee aliokuwa nao ameweza kuwa katika hali bora. Ameweza kutengeneza mabarabara wakati ule, barabara kutoka Karumo hadi Nyakariro, lakini kwa uzuri zaidi aliweza kuona wakati ule magari yalikuwa ni machache, akaona wanaosafiri sana ni watembea kwa mguu. Sasa watembea kwa mguu watakwenda vipi, na hili ni jua kali, ikabidi apande miti ndani ya mabarabara ili kuweka vivuli. Naam, kuweka vivuli ili hawa watembea kwa mguu wapate mahala wafike kwenye kivuli wapumzike, hatimaye waendelee na safari. Kumbe ndio sababu ile ya barabara ile hiyo barabara ya kutoka Karumo kwenda Katunguru kuja Kasenyi mpaka Nyamazugo, utaona kuna mashina mpaka sasa aliyobaki ya miti ya michongoma. Hayo yamepandwa na Chief Alexander kwa kunusuru watu wake wasiwe katika hali ya kuathiriwa na jua wakati wa kisafiri. Kwa hiyo hii moja ya ustaarabu ambao kidogo ulionekana, lakini baadhi ya watu wengi wakutambua nini maana ya kuweka hiyo miti. Na bado ameshiriki kutengeneza barabara kama hizo ninazosema. Ameungana na serikali barabara kwenda mpaka Nyakariro. Lakini hiyo tu haitoshi. Bado Chief Alexander alikuwa ni tegemeo kwa DC na PC kwa maana ya kuongeza nguvu za tamaduni na nguvu za kidini. Kwani kwamba tumepata pia kuwa na jengo au makanisa
ya kwanza. Kwa mfano Nyata Kubwa ni kanisa la kwanza ambalo limeweza kuwepo miaka hiyo mpaka leo limedumu kuwepo 1937. ndio. Kwa hiyo ukitizama mambo kama haya, kama alivyoeleza chifu kwamba chifu kama ni chifu hana sababu ya kubagua. Kwa hiyo vitu vyote hivyo au madhehebu yote ya kiroho yako chini yake na anayapokea, na watu wana uhuru wa kuabudu sehemu yote ile. Lakini kwa namna moja au nyingine, uzuri ni kwamba Chief Alexander amepokea wageni wa aina zote, Waislamu, Wakristo, wa madhehebu mbalimbali. Amekuwa mshirika mzuri sana katika maendeleo ya wakati ule, na ameweza pia kutoa nafasi nyingi za wasomi kutoka eneo hilo la Karumo. Ikakumbuka pamoja na hayo tuna bwana mmoja ambaye sasa ni umri wake na wangu tunaendana, ni Bwana Masha ambaye amesomea shule hizo tunazozitaja, baadaye ndio akaenda mbali zaidi. Lakini juhudi za huyu bwana kuweza kufanya maandalizi mapema ya kuweza kuwa na shule kama hizo. Na labda tu jambo jingine ambalo na shukuru kwa huyu mzee ambaye sasa ni marehemu wa miaka mingi, ni kule tu kuweza kukutanisha machifu waliokuwepo enzi zile na kuweza kuunda halmashauri za wilaya, na hasa wilaya ya Geita iliyokuwa na machifu 7. Hawa machifu enzi zile ndio walikuwa kama makansela sasa, wakiwa wanajadili mambo ya maendeleo ya wilaya hiyo. Ndio. Na kabla sijahama kwako kurejea kwa chifu hapa, kuna miko gani ambayo leo imekiukwa unafikiri kwamba imeweza kugharimu malezi ya vijana hata taifa? Unajikuta kwamba serikali inatumia nguvu kubwa ili kuwatengeneza watu, lakini kama endapo wangezingatia miiko hiyo taifa lingekuwa salama. Ni nini ambacho ni kama tumekipoteza, ambacho ukikiangalia kwa jicho na kwa umri wako unaona kabisa kwamba hapa vijana wameyumba? Ni kitu gani? Hizi tamaduni, tunapozungumzia hili tunazungumzia tamaduni. Tamaduni hizi zinakwenda zinabadilika vipindi kwa vipindi. Tulikuwa katika tamaduni za kujua kwamba ukishafika kwa mtemi kukiwa na shida yoyote ile, shida ya njaa, shida ya mafuriko, shida ya magonjwa na mambo mengine kadha wa kadha, basi kimbilio kubwa ilikuwa ni kwa chifu kwanza. Chifu anapima kwa Kiswahili kwamba ukikutana na mtemi shida zako zimekwisha. Ndio. Kwa hiyo huyu bwana yeye alikuwa kienda mbali zaidi, anatazama nifanyeje katika eneo langu, hawa watu ni watulize vipi, kama ni njaa ni wakizi vipi mahitaji yao, niende wapi nikatafute huduma ili niweze kuokoa watu wangu. Hii ndio ilikuwa kazi ya chifu. Na bado chifu huyo kama tunavyozungumza, enzi zile tulikuwa kwa kweli hatukuwa na kiongozi wa karibu zaidi kuliko chifu, kwa sababu ukitizama chifu, ukiinua macho mbele zaidi unamwona DC. Sasa hapa katikati hapakuwa na mtu ambaye alikuwa na mamlaka tofauti na watu wawili wale. Lakini pia chifu alikuwa na mamlaka yake tofauti na DC, kwa maana ya kusimamia na kulinda utamaduni wa sehemu ile. Kwa hiyo ni kwamba unaposema huu mmomonyoko wa maadili umesababishwa sana na maendeleo tulionayo. Haya maendeleo yameleta mmomonyoko mkubwa wa maadili. Sasa hivi kama unavyoona, hatuna mtu ambaye angeliweza kupiga kelele ya kuzuia au kuelekeza. Sasa imekuwa wote tunakuwa huru kama ilivyo, tunaamua kufanya tunavyoweza. Na bado kulikuwa na mambo makubwa sana, bwana mtangazaji, mambo makubwa ndani ya misitu na ndani ya maji yaliyokuwa yanaonya watu wasitange, wasilete mambo ya ovyo, wasizungumze ovyo, wasivue nguo ovyo, wasitukane. Haya yote chifu alikuwa akiyasimamia na kuwapa maelekezo kwamba hili limetokea, lakini nadhani kuna sehemu ambako tumekwenda ndivyo sivyo. Kwa hiyo hivi vitu vilikuwa vinaendana sasa na mila na tamaduni za kila kabila.
Nitarejea kwako kwa ajili ya kuwaaga watazamaji wetu. Ikulu ya Mtemi Elikizanda inatunzwaje? Matunzo yake yakoje? Kwa sababu tunapozungumza chifu tunataka kukiona kile kiti alichokikalia Mtemi Elikizanda ama Barisondore kama walivyoitwa na wakazi wa huku, kinatunzwa vizuri. Tunapoizungumza ikulu tunazungumza kiti alipokuwa nakaa mfalme kuamua mambo ama mtemi ama chifu wa wakati ule. Sasa vipi maeneo hayo yanatunzwaje? Chifu Elikizanda wa 4, karibu sana. Asante mwandishi wa habari. Nataka nikusawazishe kidogo. Mimi sio chifu wa 4. Mimi ni chifu wa 3 kwenye uzao wa 4. Ni chifu wa 3 kwenye uzao aliyetangulia mbele za haki na mwanae ambaye ndo babu yangu Francis, na mimi nikapewa jina la Francis, kuyatekeleza yote yaliyokuwa yanafanywa na wazee wetu. Utaratibu wa kimila, kulinda maadili, kulinda ardhi, kusimamia migogoro yote waliokuwa wakiitatua, na mimi nitafanya hivyo bila upendeleo aina yoyote. Migogoro, kwa mfano migogoro ya ardhi, migogoro ya ndoa na migogoro mingine. Kwa maana hiyo hapo kwenye uzao wa 3 hapakuwa na nani? Hapakuwa na chifu. Na ndio mambo yalikaa kimya. Mazingira yanatunzwaje au kiti kinatunzwaje? Unapopewa kiti unarejea kwenye miko ya kiti au miko ya ikulu. Kuna kuwa na sheria na taratibu zake. Hauwezi ukaingia tu holela kama unaingia ba. Kuna watu ambao wanatakiwa wawekwe kwa ajili ya usalama. Cha kwanza, usalama wa kiongozi. Mtu kabla hajamuona mlengwa ambaye ni kiongozi, lazima kuwepo na watu ambao wataleta taarifa. Mfano, Peter yuko nje. Peter yuko nje, anakuita, ana shida na wewe. Huyo Peter, kama kutakuwa na jambo ambalo linaashiria usalama kuwa mfupi, kuna uwezekano wa kumrudisha Peter au kuna uwezekano wa kumruhusu Peter aingie. Sasa katika utunzaji huo ni lazima mtu afate utaratibu. Kitu kingine, mtu aweza akaja akafanya kila ambacho anajisikia kufanya, kwa sababu yeye amekuwa kama mtu ambaye anafanya kama swala la mazoea. Taratibu zinapowekwa tayari ndizo hizo zinazotunza mazingira yale. Bila kuweka taratibu zozote na zikafatwa, hayo mazingira umeyapoteza, hiyo heshima umeipoteza. Ni hivyo tu mwandishi wa habari. Sasa kabla sijaelekea kwa mzee Ismaili, tufanye majumuisho hapa. Nini ambacho unahitaji kuzungumza na watazamaji wetu wa Mwanamteule na wale ambao watatufuatilia katika majukwaa mengine ikiwepo Radio Sengerema na upande wa mitandao yetu ya kijamii ambao wanatufuatilia kupitia Radio Tadio, lakini na ukurasa wetu wa Radio Sengerema kwa upande wa Instagram na Facebook na mitandao mingine? Nini ujumbe wako mahususi na nini mikakati yako baada ya kurithishwa? Pale mwanzoni umeeleza kwamba wewe ndio umebeba mikoba. Sasa mimi sitaki kufahamu kwenye mikoba kuna nini. Mimi nataka kufahamu kwamba majukumu yako sasa baada ya kubeba hii mikoba ni nini ambacho sasa unataka kuzungumza na watazamaji na wasikilizaji wetu ambao watatusikiliza huko kupitia redio, kuhusiana na majukumu yako ya kichifu kama chifu wa 3 kwenye uzao wa 4 katika utawala wa Mtemi ama Chifu Elikizanda. Karibu sana. Asante sana. Cha kwanza, napenda nishukuru serikali iliyoko madarakani, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi iendelee, na pia kurejesha hii heshima kwetu
make haikuwepo. Hata watazamaji hao wanaoniangalia na wasikilizaji wanaonisikiliza, napenda niwape taarifa hii. Uchifu sasa himaya ya Karumo tayari umesharejeshwa, na kurejeshwa taarifa tayari zimeshafika kwa makatibu tarafa kama nilivyokueleza, na uongozi wa chini zaidi wapate taarifa hii kuanzia sasa, na mpaka pale serikali itakapoamua tena. Mimi najua kwamba, sijui kila ambacho wamekitazama baada ya kuona sasa uchifu urudi, wao wanajua kwamba kuna mambo ambayo labda hayajaenda sawa, au wameona umuhimu wetu. Umuhimu wetu ni kurejea kwenye utawala ulivyokuwa hapo awali. Yale yote yaliyokuwa yakifanywa na watangulizi wetu tayari tunaenda kuyarejea sasa, na watu warudi kwenye utaratibu wao na ustaarabu wao, waishi sio kwa mazoea, waishi kwa kufata miko na utaratibu. Maana kuna masuala mengine sio mpaka sheria ihusike. Kuna masuala mengine yanazuilika kwa miko, kwamba hili ukilifanya hivi utapata hili. Kwa hiyo unajikuta umeshajikomiti wewe mwenyewe. Mfano, hata kwenye Biblia inaeleza mzazi anayelala na mtoto wake, hiyo ni laana. Kwa hiyo hatuwezi kwenda kushtaki kwamba sheria ifanyeje, ihusike. Akishaona kwamba ni laana, tayari anaenda akijua kwamba hapa naenda kupata laana. La pili ni kuyaheshimu mazingira, kuheshimu ardhi. Najua swala la muyumbo wa ardhi ni ndo mgogoro mmoja mbaya sana kuliko migogoro yote. Mtu anapokuwa na ardhi, hii utaratibu wa kufanya watu wasiishi kwa mazoea, ndo maana inapelekea watu mpaka wanauao. Swala ameshajua kwamba baba akifa mimi nitarisi hiki. Na kile wanachotizama sana ni ardhi. Maana ndo mali ya mwisho kuteketezwa. Sasa kama ni mali ya mwisho kuteketezwa, ndio hiyo inayoibua migogoro, kwamba mimi baba aliniambia hapa ndo kwangu. Alafu vile vile migogoro ya ardhi inavyoleta shida ni pale ambapo mtu ulishaona kabisa mpaka unapita hapa. Ardhi haiongei, anang'oa katani, anaweka upande mwingine, akiamini kwamba hapa ndo mahali pake. Lakini pamoja na hilo, akija mwenye kumiliki anasema mambo yako tofauti. Sasa nani anaweza kumaliza hili swala? Machifu lazima watamaliza na kuhusishwa, na hayo maswala yataisha. Kwa sababu hapo awali, kipindi cha enzi ya utawala wa babu yangu, migogoro kama hiyo haikuwepo. Na watu waliishi vizuri tu kwa kuheshimu miko na utaratibu uliokuwepo umewekwa. Hivyo mwandishi wa habari. Ndio, wakati ule kulikuwa na, wakati tunaelekea kuhama kwako, kulikuwa na ratiba kwamba kwa mwaka tunakutana mara ngapi na chifu. Kulikuwa na ratiba ya kukutana na chifu kwamba kwa mwaka aidha mara moja, labda wakati wa mavuno, labda wakati gani sijui. Sasa nataka kufahamu kwamba we ratiba yako imekaaje, kwamba kuna muda ambao utakuwa unaonana na watu kama chifu wa Karumo kwenye utemi wa huku, ama tutasubiri kwamba likitokea jambo ndio tunakutana? Narejea kama ulivyonieleza kwamba mikoba nimeamua kuibeba. Unapowapewa mikoba, unapewa utaratibu wa utawala ulivyokuwa hapo awali. Wazee wangu wapo hapa, wameshanielekeza kila kitu, kwamba mzee babu yako wa pili alivyokuwa akiishi, alivyokuwa akitawala, wameshanipa maelekezo. Na vivyo hivyo wanasema mzee wetu kwenye utaratibu wa kiutawala wa kuongea na watu, alikuwa hana ratiba maalum, alikuwa hana kanuni maalum. Chifu kama chifu alikuwa akifika nyumbani, utaratibu wa ngoma ukishasikia umegongwa, watu wanapewa taarifa kwamba kuna jambo kwa mtemi. Ngoma inapigwa kila sehemu, maana chifu alikuwa anatawala
kwa sasa tunaweza tukaita kata 26 ndugu mwandishi wa habari. Zile kata kipindi kile zilikuwa haziitwi kama kata. Sasa kulikuwa na watu wake. Kama sikosei Watware, mzee wangu, Watware ambao leo wanaitwa makatibu kata. Fikiri labda kwa upande wa diwani labda. Watware kwa sasa wanaitwa executive officer kama ilivyokuwa. Kama hivi tulivyo ndani ya wilaya yetu ya Sengerema tuna wanaitwaje hawa walikuwa ni Watware wakiwa kwenye tarafa. Kwa hiyo tarafa, kwa mfano tarafa ya enzi zile Sengerema ilikuwa ni tarafa. Akiwepo Mtwara alikuwa sehemu ya Busulwangiri. Hapa tujuu ukitoka Tabaruka pale Busulwangiri. Huyu alikuwa akimiliki eneo hili mpaka Buyagu. Nafikiri mpaka leo Busulwangiri hapo bado kuna licha ya hivyo kuna asili ya uchifu pale mpaka pale. Yule Mtwara alikuwa pale, alikuwa ni mtu mzito sana. Na namtambua, namfahamu vizuri, namkumbuka. Sasa turejee huko sasa. Ulikuwa unamalizia kwamba wewe sasa hutakuwa na ratiba maalum, lakini utashirikiana pia na wazee kwa ajili ya kutekeleza majukumu yako. Ndio. Na ni nini ambacho nahitaji kuzungumza na wasikilizaji kwa dakika moja na watazamaji wetu kabla sijaelekea kwa mzee Ismail? Ndio. Cha kwanza, kama nilivyoeleza awali kwamba watazamaji, nimesema kwamba kuanzia sasa wasiishi kinyonge. Wana mtu sahihi, Chifu karudi sasa. Chifu karudi. Wana mtu ambaye sio wa kubahatisha. Ni mtu ambaye amechujwa, amechekechwa na wazee. Na sio kama najivunia hii nafasi, lakini kwa sababu ya majukumu ya kiutendaji na nafasi imeshafika kwa mwenye nayo, hamna namna. Ni lazima nitafanya kazi maeneo yote na kuhakikisha yanatendewa haki na kupata ile haki zao stahiki zilizokuwa zimepotea. Kwa sababu walikuwa kijua kabisa nini kinachohitajika katika tamaduni na miko ya mahala pale alipo. Sasa leo tunakwenda hivyo, lakini bado utakumbuka kwamba history wanasema haifutiki. History ipo. Bado kuna mahala ambapo mpaka sasa panatisha, bwana mtangazaji. Ingawa tamaduni zimemonyoko kumekuepo na bado mambo ya dini pia yametuingilia sana. Tunajaribu kama kupotea au kuzalau mambo ya miko. Lakini ukitizama sana bado tukirudi nyuma, vitu hivi vilikuwa vina nguvu mpaka sasa. Na vinahitaji kuwa na watu ambao watavizungumza na kuviomba au kuvikemea. Sasa watu wa aina hiyo ndio hawa leo tunawahitaji, na serikali nadhani iliona ni muhimu kuwa na watu hawa ambao wanaitwa machifu, ili wao waangalizi na wasimamizi wakuu wa mambo ya tamaduni. Kwa hiyo mimi nadhani, ndugu zangu watazamaji, tulitazama sana swala la mapokezi ya chifu huyu, Chifu Alexander wa tatu. Tumpe ushirikiano wa kutosha, na hasa sisi wazee wenye umri mkubwa tunaokumbuka tawala zilizopita, tuweze kuwa naye karibu mara atakapokuwa na tuhitaji. Lakini ilikuwa imegawanyika katika sehemu kuu mbili. Kulikuwa na sehemu ya Karumo ambayo eneo lake nitalitaja na ukomo wake, na eneo la Buchosa. Eneo la Karumo lilikuwa ikitoka Karumo kama Karumo kwa sasa inavyotamkwa, linakwenda mpaka Nyamazugo. Linatoka Nyamazugo linakwenda mpaka Sima, linazunguka ile Busambiro inayosema ya Nyanchenche, linakwenda linagusa mpaka Ngoma A, linagusa Buyagu, linatoka na kwenda Busisi, linakwenda Kahumulo, linakuja moja kwa moja Irunda Ngoma A, Ngoma B tunakuja Nyamatongo na Kamanga. Huo ndio ulikuwa utawala wa Chifu Alexander. Kwa hiyo ndio ilikuwa chifu damu yake. Lakini Busambiro ulioitaja, Busambiro iko mpakani, na kwa namna moja nyingine ile Ngoma A unaweza kuita Busambiro. Ni Busambiro kwa ajili ya jina tu, lakini Ngoma A iko Karumo.
iko kwenye chiefdom ya Karumo, na hiyo Busambilo na hiyo ukitoka pale unaingia Nyang'hwale ambako ndio makao makuu ya chifu wa Nyang'hwale aliyekuwa napakana na chifu wa Msalala. Kwa upande wa kusini alikuwa akipakana na chifu wa Mwingilo. Mwingilo alikuwa naye akipakana na chifu wa sehemu hii ya eneo huko kwenye machimbo wapi huko Mkusu. Huko sehemu karibu na Geita huko. Nyarugusu. Ni Nyarugusu hapana. Ni sehemu za Nyarugusu nadhani. Buyombe. Pale palikuwa na watemi watatu. Buyombe, Mwingilo, pale katikati palikuwa na mtemi mwingine. Alikuwa mtemi kidogo na nguvu zaidi kuliko hao wawili wa Buyombe na Mwingilo. Unaona? Kwa hiyo tukichukua Buchosa ilikuwa na kwenda na mega kidogo na karibiana na Geita pale mjini. Kwa nyuma kule. Ilikuwa na kwenda mpaka Butundwe. Hii yote inakuja inapakana na Bukori na Buyombe hii sehemu ya sasa hivi kuna kasenta kazuri sana pale mbele panaitwa wapi pale ukitoka Geita kwenda mbele pale pana walikuwa napakana hivyo, unakuja na kwenda kwenye mambo wa ziwa mpaka Nyakalilo anachukua visiwa vyote vilivyoko kule mpaka Kome. Kwa hiyo ndio ulikuwa utawala huo. Tulikuwa na chiefdom mbili tu katika wilaya ya Geita kipindi kile. Na sasa ni wilaya ya Sengerema ambayo bado ina chiefdom hizo mbili. Naam. Okay. Mimi ni kushukuru sana kwa maelezo yako katika sehemu ya kwanza ya kipindi chetu. Bila shaka tutaendelea kupata madini mengi kuhusiana na hicho ambacho ni ruru ambayo inabidi mkihamishe sasa kutoka kwenye vichwa vyenu nyie wazee kukirithisha kwa vijana ambao bila shaka yaliyo mazuri watasafiri nayo. Na ambayo yamepitwa na wakati kama ni lazima kuyaacha tutayaacha. Lakini ambayo hayatulazimu kuyaacha lazima tuyabebe tuendelee nayo. Ikiwa ni pamoja na miiko ambayo inatusaidia kulinda maadili yetu lazima tusafiri nayo. Hatuwezi tukavumilia mtu kutembea uchi barabarani kwa sababu tunahitaji kuwa watu wa kisasa alafu tukajiona wajanja. Nikushukuru sana bwana mzee Ismail. Nashukuru pia kukuona. Ndio. Pia nikushukuru pia chifu wetu mpya kabisa ambaye pamoja na kwamba una nguvu za kutosha lakini pia ni chifu ambaye bila shaka unakuja na maono mapya sasa kwa katika utemi huu wa Karumo. Nikushukuru sana. Asante sana. Ndio. Pia nipende kukushukuru mwandishi wa habari kuliona hili na kuliweka wazi kwa sababu bila nyinyi haiwezekani. Ndio. Nikushukuru hata wewe mtazamaji ambaye umetenga muda wa kusafiri nasi katika kipindi hiki maalum ambacho nimezungumza na wageni wangu hapa. Nimezungumza na mzee Ismail lakini pia na chifu Erikizanda watatu katika huu utemi, kwa maana kwamba tukizungumza habari ya uchifu yeye ni watatu, lakini tukizungumza katika uzao yeye sasa ni Erikizanda wanne, na namna ambavyo waliishi na miiko ya wakazi wa huko ambao ni Wazinza, na kama ulivyosikia yeye anatoka kwenye ukoo wa Tongere. Kama unasikia majina Nyabatongere asili yake ni hii ambayo bila shaka umesikia sehemu ya miiko kwamba hawari Kambare, hawari nini, kuna asili ni moyo wa mnyama yote hawari kwa sababu ya miiko yao. Basi mimi nikushukuru nahodha wa kipindi hiki. Jina langu ni Peter Maresa na mimi naona fahari kukutana na chifu na mzee huyu ambaye ametushirikisha mambo mengi, hata mimi mwenyewe binafsi nimejifunza. Uwe na siku njema, asante na kwaheri.